Kwa nini kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso ameteka mioyo na akili za watu kote ulimwenguni? Mtawala wa kijeshi wa Burkina Faso mwenye umri wa miaka 37, Captain Ibrahim Traore, amejenga kwa ustadi sura ya kiongozi wa Afrika aliyedhamiria kuliweka huru taifa lake kutoka kwa kile anachokiona kama makucha ya ubeberu wa magharibi na ukoloni mamboleo. Ujumbe wake umesikika kote barani Afrika na kwingineko, huku wanaompenda wakimwona akifuata nyayo za mashujaa wa Kiafrika kama vile Thomas Sankara, Colonel Muammar Gaddafi, Kwame Osagevu Nkrumah na Patrice Lumumba. Lakini Thomas Sankara, mwanamapinduzi ya Kimarxisti ambaye wakati mwingine anajulikana kama Che Guevara wa Afrika. Matokeo ya kazi anayoifanya Traore ni makubwa mno. Nimesikia hata wanasiasa na waandishi katika nchi kama Kenya, nchi iliyoko Afrika Mashariki, wakisema yes, huyu ndiye ajaye. Bavel Ochieng, mtafiti mkuu katika kampuni ya ushauri ya kimataifa ya Control Risk, alikuwa akiongea. Ujumbe wake unaonyesha zama tunazoishi, wakati wa Afrika wengi wanahoji uhusiano wa mataifa ya Afrika na nchi za magharibi na kwa nini bado kuna umasikini mwingi katika bara lenye rasilimali nyingi, alisema. Baada ya kutoa madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2022, utawala wa Traore uliacha Ufaransa iliyokuwa mkoloni na kuunga mkono muungano wenye nguvu na Urusi ambao umejumuishwa kutumwa kwa vikosi vya kijeshi cha Urusi na kupitisha sera za kiuchumi za mrengo wa kushoto. Hii ni pamoja na kuanzisha makampuni ya uchimbaji madini inayomilikiwa na serikali, inayohitaji makampuni ya kigeni kuipa hisa kwa 15% katika shughuli zao za ndani na kuhamisha ujuzi kwa watu wa Burkina Faso. Sheria hiyo pia ilitumika kwa kampuni ya kuchimba madini ya Kirusi Nord Gold, ambayo ilipewa leseni mwishoni mwa Aprili kwa uwekezaji wake wa hivi karibuni katika sekta ya dhahabu ya Burkina Faso. Kama sehemu ya kile Traore anaita mapinduzi, kuhakikisha Burkina Faso inafaidika na utajiri wake wa madini, junta pia inajenga kiwanda cha kusafisha dhahabu na kuanzisha hifadhi ya dhahabu ya kitaifa kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo. Hata hivyo, makampuni yanayomilikiwa na nchi za magharibi yanaonekana kukabiliwa na wakati mgumu, huku makao makuu ya Salama Resources yenye makao yake makuu ya Australia yakianzisha mashauri ya usuluhishi dhidi ya Burkina Faso mwishoni mwa mwaka 2024 kufuatiwa kuondolewa kwa leseni ya uchunguzi. Junta pia ilitaifisha migodi miwili ya dhahabu ambayo awali ilikuwa ikimilikiwa na kampuni iliyoorodheshwa ya London, na ilisema mwezi uliopita kwamba inapanga kuchukua udhibiti wa migodi zaidi inayomilikiwa na wageni. Enoch Rande Aikens, mtafiti katika taasisi ya mafunzo ya usalama ya Afrika Kusini, alisema kwamba mageuzi makubwa ya Traore yameongeza umaarufu wake barani Afrika. Sasa yeye ndiye rais maarufu zaidi barani Afrika, ikiwa ni mpenzi wa watu wengi wanaopenda uhuru wa Afrika, aliongeza. Umaarufu wake umechochewa kupitia mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na machapisho mengi yanayoonekana na watu wa magharibi kama ni ya kupotosha, yaliyonuia kuimarisha sura yake ya kimapinduzi. Video nyingi zilizozalishwa na AI au kwa Kiswahili akili mnemba za nyota wa muziki kama vile R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce wanaonekana kupitia hizo nyimbo wakimsifu Ibrahim Traore, ingawa wao wenyewe hawajafanya kitu kama hicho, bali ni akili mnemba. Tujikumbushe kidogo. Ibrahim Traore alivutia hisia za Waafrika kwa mara ya kwanza alipozungumza katika mkutano wa kilele
wa Urusi na Afrika mwaka wa 2023, akiwaambia viongozi wa Afrika waache tabia kama vibaraka wanaocheza kila mara mabeberu wanapovuta kamba. Hotuba hii ilitangazwa sana na vyombo vya habari vya Urusi ambavyo vimekuwa mhusika mkuu katika kukuza taswira ya Traore ya watu wa Afrika. Shukrani kwa matamshi yake na kusukumwa na kampeni hii kwenye mitandao ya kijamii, hasa umaarufu wake umeenea kote ulimwenguni, wakiwemo wa Marekani weusi au wenye asili ya Kiafrika na Waingereza weusi. Kila mtu ambaye amepitia ubaguzi wa rangi, ukoloni na utumwa anaweza kuhusika na jumbe zake. Rapa mwenye asili ya Kiamerika Meek Mill alichapisha kuhusu yeye kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter, mwishoni mwa mwaka jana, akisema jinsi alivyopenda nguvu na moyo wake, ingawa alidhihakiwa kwa kuchanganya majina kwa kurejelea Traore kama Burkina Faso na baadaye akafuta chapisho hilo. Lakini rais wa Ufaransa si shabiki, akimwelezea Traore kama sehemu ya muungano wa kifalme kati ya watu wanaojiita wa Afrika na mabeberu mamboleo. Emmanuel Macron pia alikuwa akirejelea Urusi na China ambazo alizishutumu katika hotuba yake ya mwaka 2023 kwa kuchochea mapinduzi katika makoloni ya zamani ya Afrika ya Ufaransa na kuchochea kwa kinafiki mabishano ya zamani juu ya uhuru na unyonyaji wa kikoloni. Kwa propaganda za watu wa Magharibi, wanasema umaarufu wa Traore umekuja pamoja na ukweli kwamba ameshindwa kutimiza ahadi yake ya kukomesha uasi wa miaka 10 wa Kiislamu ambao umechochea migawanyiko ya kikabila na sasa umeenea kwa majirani waliokuwa na amani kama Benini. Puzia, hizi ni propaganda, kwa sababu Benini na Ivory Coast ni mataifa ambayo Ibrahim Traore amekuwa akiyalaumu sana kutumika na Mfaransa kwa ajili ya kufundisha makundi ya kigaidi yanayotaka kutumwa ndani ya Burkina Faso kusababisha taharuki na machafuko. Kumbuka, mabeberu, manyang'au, hawa majambazi wa mali za Afrika huwa wananufaika sana na migogoro ya Afrika. Kwa kuwanyang'anya tonge mdomoni, basi propaganda zimekuwa ni nyingi. Utawala wake pia umekabiliana na upinzani, ikiwa ni pamoja na upinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia, na kuwaadhibu wakosoaji, miongoni mwao madaktari na mahakimu, kwa kuwapeleka mstari wa mbele wa vita dhidi ya wanajihadi. Mwanaukuu Mwafrika, nataka uweze kujua kuna daktari mmoja ndani ya Burkina Faso alikuwa anakosoa utawala wa Ibrahim Traore. Alikuwa anakosoa kuwa Traore anaua raia na wale sio magaidi. Ikabidi Ibrahim Traore ampeleke mstari wa mbele kupambana. Ndipo hapa kesi zilipoanzia na propaganda za Wafaransa, kwa sababu wamenyang'anywa tonge mdomoni. Ibrahim Traore yeye anabaki kuwa ni blueprint ya Thomas Isidore Noel Sankara. Sankara aliingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33 tu. Alihamasisha taifa kwa kauli mbiu hii, Fatherland or Death we will win, na aliuawa miaka 4 baadaye katika mapinduzi mengine yaliyoirudisha Burkina Faso kwenye mkondo wa kisiasa wa Ufaransa hadi Traore aliponyakua madaraka. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Ghana, Profesa Kweli Anning, ambaye hapo awali alifanya kazi katika kituo cha kimataifa cha mafunzo ya ulinzi wa amani cha Kofi Annan, alisema umaarufu wa kiongozi huyo wa kijeshi unaonyesha mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea katika bara hilo, hasa Afrika Magharibi. Utafiti wa mwaka 2024 katika nchi 39 uliofanywa na Afrobarometer ulionyesha kupungua kwa uungaji mkono wa demokrasia, ingawa ilisalia kwa aina maarufu zaidi ya serikali. Demokrasia imeshindwa kuwapa vijana matumaini, haijaleta kazi au elimu bora ya afya, Profesa Anning alisema. Alisema Traore alikuwa akitoa njia mbadala na kukamata tena ari ya enzi mbili za kihistoria. Tujikumbushe tena swala lingine
kuwa Traore ndiye aliyeiba show wakati wa kuapishwa kwa rais wa Ghana John Dramani Mahama mwezi Januari, alipowasili akiwa amevalia gwanda zake za kijeshi na bastola yake kiunoni. Tayari kulikuwa na wakuu 21 wa nchi huko, lakini Traore alipoingia mahali paliwaka moto. Hata walinzi wa rais wa Kenya walikuwa wakimfuata. Traore alitoa taswira yenye tofauti kubwa kwa baadhi ya viongozi wengine wa bara hili ambao walitatizika kutembea, lakini waling'ang'ania madaraka kwa kuiba uchaguzi hata kama umri ulikuwa umewatupa mno. Traore ni kijana mtanashati na anayejiamini, jasiri na imara kweli kweli, mwenye uso wazi wa tabasamu dogo. Yeye pia ni mzungumzaji hodari na anayejionyesha kuwa mtu wa watu. Katika ishara kwamba serikali yake ya kijeshi inayoshirikiana na Urusi imepiga hatua katika nyanja za kiuchumi. Lakini propaganda za shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia wanatoa takwimu zao. Kumbuka hawa aliwatimua ndani ya Burkina Faso na wao wamekuja na takwimu zao. Katika taarifa yake mapema Aprili, IMF walisema licha ya mazingira magumu ya kibinadamu na usalama, uchumi unatarajiwa kubaki imara mnamo 2025 na serikali imepata maendeleo ya kupongezwa katika kuongeza mapato ya ndani yenye mswada wa mishahara ya umma na kuongezeka matumizi katika elimu, afya na ulinzi wa kijamii. Kwa upande wa Benki ya Dunia, mfumuko wa bei umepanda kutoka 0.7% mwaka 2023 mpaka 4.2% mwaka 2024. Lakini kiwango cha umasikini uliokithiri ambacho kinarejelea watu wanaoishi chini ya dola 2.15 kwa siku kilipungua kwa karibu 2% hadi 24.9 kwa sababu ya ukuaji thabiti wa sekta ya kilimo na huduma. Licha ya ripoti hizi kutoka kwa taasisi za kifedha zenye makao yake makuu nchini Marekani, mahusiano kati ya Ufaransa na Marekani yamekuwa ya baridi ama ya kisuasua. Mfano, hivi majuzi ni madai ya mkuu wa kamandi ya kijeshi ya Marekani la Afrika General Michael Langley kwamba Traore alikuwa akitumia akiba ya dhahabu ya Burkina Faso kwa ulinzi wa serikali yake badala ya manufaa ya taifa hilo. Hili lilionekana kuwa rejea kwa mtazamo wa muda mrefu wa Marekani na baadhi ya washirika wake wa Kiafrika kwamba vikosi vya Urusi vilikuwa vikimuunga mkono Traore badala ya kuhusika katika tasnia ya dhahabu ya Burkina Faso, na kudhoofisha sura ya mtawala huyo wa kijeshi kama kiongozi aliyewafukuza wanajeshi wa Ufaransa mwaka 2023 ili kurudisha mamlaka ya nchi hiyo. Maoni ya General Michael Langley yalitolewa mapema mwezi wa Aprili wakati wa kikao cha kamati ya Seneti ya Marekani, yalizua ghasia miongoni mwa wafuasi wa Captain Ibrahim Traore ambao walikuwa wanajua anatafutiwa sababu ili aondolewe madarakani. Hili lilichochewa zaidi wakati muda mfupi baadaye jeshi la serikali ya Burkina Faso lilisema lilikuwa limezuia njama ya mapinduzi kwa madai kwamba mipango yote ilikuwa inapikwa ndani ya taifa la Ivory Coast, taifa jirani na Burkina Faso, ambapo taifa hili General Michael Langley alilitembelea. Madai ambayo taifa la Ivory Coast lilikataa, lakini wakati ambapo huyu General Michael Langley alipotembelea alisema kuwa wamekuja kudili na changamoto za kiusalama. Kumbuka Ivory Coast ni jirani na Burkina Faso. Lakini hata hivyo taifa la Burkina Faso, waandamanaji waliandamana kupinga kauli za General Langley. Walisema kwa sababu Colin Powell alidanganya Iraki ikaharibiwa, Barack Obama alidanganya Gaddafi akauawa, lakini wakati huu uongo wao hautatuathiri. Mmojawapo wa waandamanaji aliongea, ambaye pia ni mwanamuziki anajulikana kama Osibi Jonan. Lakini waandamanaji maeneo mengine pia waliandamana, hii ikiwa ni pamoja na London, Uingereza, ikiwa ni pamoja na Marekani kwenyewe, ikiwa ni pamoja na Latini Amerika na nchi nyingi za Kiafrika. Ni vigumu kutabiri hatma ya Captain Ibrahim Traore itakuwaje, lakini kuungana kwa majeshi
au utawala wa kijeshi Mali na Niger ndani, hili limeitikisa sana Afrika Magharibi, kwa sababu hawa miamba wamejitoa rasmi kwenye umoja wa ECOWAS. Hivi ndivyo ambavyo Captain Ibrahim Traore amekuwa maarufu zaidi ulimwenguni, akitikisa nyanja mbalimbali huko duniani. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Burkina Faso, Mungu mlinde Captain Ibrahim Traore. Amen.